kukuza uchumi. Wafanyakazi katika sekta ya majani chai kwenye eneo la Kericho wamepinga hatua ya kampuni ya kigeni ya Browns Plantation ya kutaka wafanyakazi 2,000 wa majani chai kustaafu kabla muda wao kufika. Wakitoa taarifa hiyo, katibu wa muungano wa wafanyakazi hao tawi la Kericho Dickson Sang na mwenzake wa Bomet Jared Momanyi wanasema hatua hiyo inakiuka mkataba wa pamoja wa CBA uliopo sasa. Anajiri baada ya barua kutoka kwa kampuni hiyo iliyoandikwa tarehe 15 Septemba kuarifu wafanyakazi wa msimu wa msimu 2000 wa sekta majani chai kuwa kandarasi zao zitaisha tarehe 30 mwezi wa Septemba. Sijaona tajiri ambaye ni mkaidi kama huyu. Hana saa ya kuongea na wafanyikazi, hana saa hata kusikiza watu wengine wanasema nini. Yeye anataka kufanya vitu hata zile ambazo ni za sheria, zinafuata sheria. Tuko na kitu inaitwa recognition agreement RA pamoja na wao. Pia tuko na CBA ambayo inafaa ifuatwe. Sasa unampata amechukua hatua, amefanya vitu na inaturuhusu tuamba kama kuna changes katika mahali pa kazi na wafanyikazi, sisi kama chama tuweze kuhusishwa. Hatuhusishwi, hatuambi. Tuko na sheria ya kulinda wafanyakazi, lakini ni maajabu ya kwamba kampuni inataka ilete contractors, ipatie watu wa third party, waturudishe mahali tumetoka. Tunajua kwamba tumekuwa na issues kule nyuma. Tumekuwa na BBC sex for work wakati kule mwingine because of contractors, ambapo sasa vijana na wamama na wazee wote wa Kericho sasa watakuwa subjected to some kazi zingine yenye mateso kalikali hapa Kericho. Pia biashara itaharibika. Tunaambiwa kwamba contractor akichukua inamaanisha kwamba wafanyakazi watalipwa pesa chini ya shilingi 7,000, karibu shilingi 6,000. Hiyo wafanyakazi watafanya kazi aje? Tushaandikia barua leo kuelezea kwamba sisi hatutakubaliana na hii mpango yao ya ku-outsource labor katika jimbo la Kericho. Ripoti ya hivi karibuni ya shirika la KDHS inasema 76% ya